sekta ya maziwa. Sekta ya maziwa ni sekta kubwa ambayo inakuwa kwa kiasi kikubwa sana nchini Tanzania, lakini kuna baadhi ya wadau wanaoifanya sekta hii ikue kwa kiasi kikubwa. Leo tuko na kiwanda cha Kahama Fresh ambao ni wazalishaji wa maziwa ya yogurt, mtindi na fresh ambayo ni ya kampuni ya Joe. Unakutana nayo katika supermarket, katika maeneo mbalimbali, katika mikoa mbalimbali. Leo tutazungumzia kuhusiana na namna ambavyo kiwanda hiki kinatumika kukuza sekta hii kwa kutoa ajira kwa vijana na wanawake. Tutakuwa na mkurugenzi wa masoko wa Kahama Fresh ambaye atajitambulisha kwa jina lake na namna ambavyo kiwanda hiki kinafanya kazi. Karibu, ungana nami katika makala hii. Karibu. Kwa majina naitwa Sami Chacha, ni mkurugenzi wa mauzo na masoko Kahama Fresh. Kahama Fresh ni kiwanda ambapo kipo Karagwe, mkoa wa Kagera, na kina sekta tatu kuu. Kuna ufugaji, kuna usindikaji wa maziwa, pia uandaaji wa malisho kwa ajili ya ng'ombe. Uandaaji wa malisho kwa namna ipi? Yaani kwamba mnapanda mbegu au mnagawa mbegu? Tuna mbegu ambazo tumepanda kwa ajili ya wale wanaokuja kununua ng'ombe kwetu. Unakuta kwamba mtu ana mwemko wa ufugaji, lakini pia unapata kwamba ana changamoto jinsi gani atakayemlisha huyo ng'ombe. Kwa hivyo inabidi huyu mtu wakati tunamwandaa kumchukua yule ng'ombe au kumpa yule ng'ombe, maana tuna mradi wa kopa ng'ombe lipa maziwa. Okay, mtazamaji anatamani kujua mradi huo wa kopa ng'ombe lipa maziwa ni fursa hiyo pia. Unaweza kutuelezea kopa ng'ombe lipa maziwa ni mradi upi? Mradi wa kopa ng'ombe lipa maziwa kwa kweli ulikuja kuchochewa baada sisi kuwa na wazo la kuwa na kiwanda. Kiwanda kinahitaji maziwa mengi, maana kiwanda chetu capacity ni lita 200,000 kwa siku. Mingi sana. Lakini unakuja kupata kwamba sisi wenyewe kama Fresh hatuna uwezo wa kuzalisha hayo maziwa. Kwa hivyo tulichokifanya, tumejumuisha na jamii ambapo kuna vijana, ambapo ni fursa kwa vijana, kuna akina mama, maana wenyewe ni wazuri sana kwenye ufugaji kuliko hata sisi akina baba. Tunakuja pia kujumuisha wastaafu. Mtu ashaka serikalini, kazi yake ni kompyuta na safari za serikali na posho. Huyu mtu anapokuja kustaafu kwamba kaa ndani, ni mmoja ya kumtengenezea ugonjwa. Lakini ukimweka kwenye sehemu ambapo anashughulika, baada ya kupata ile posho ya serikalini, anapata posho kwa kuuza maziwa, huyo mtu atakaa muda mrefu. Sasa tulipokuangalia kwamba ni fursa na ni fursa jumuishi, ambapo huyu mtu ana portion yake, sisi tukimpa ng'ombe wa 500,000, anapotuletea maziwa tunakata hela kidogo kidogo. Ndani ya mwaka mmoja tulishamaliza gharama ya yule ng'ombe, tunammilikisha huyo ng'ombe. Hiyo gharama inakataje? Yani kwa mfano tunachukua 70% ya maziwa aliyoyaleta, maana ng'ombe wetu tunaowapa wana wastani wa kuanzia lita 20 kwenda juu kwa siku. Kwa hivyo unaweza kupata ng'ombe mmoja ana uwezo wa kukupa malita ambazo unaweza ikawa kwa hela ni kama 750,000 kwa mwezi. Sasa sisi tutachukua kama 500,000, tutakuachia 2.5 kwa ajili ya kuendesha nyumbani vitu matumizi madogo madogo. Lakini pia hapo huwa tunakukaribisha kila mara unapokuwa umepata changamoto. Unamlishaje? Unamtunzaje? Vyote tunakupa. Ile ni tunaitengeneza kama incubation room kuwafanya hao watu. Maana sasa hivi hata vijana siku hizi kumwambia aende shambani hawezi, lakini kumwambia afuge ni mwepesi, maana alishazoea. Ukishaanza asubuhi, utakamua mchana, utakamua jioni, peleka maziwa, fanya hivi ndio. Na kwa kweli mpaka huku tulikofika tumebadilisha wengi vijana wa bodaboda. Anaifanya bodaboda kama part time, lakini anajua msingi mama kwenye kipato chake ni ufugaji.
Na labda mpaka sasa hivi mmegusa maisha ya vijana wangapi na wanawake wangapi? Ninaweza nikasema ni wengi, kwa sababu tuna vijiji na tunashukuru Benki ya Kilimo nayo imetuwezesha. Wale watu tumewatengenezea milk collection center. Okay. Kwa hivyo unapata ndani ya vijiji viwili au vitatu kuna milk collection center ambapo wote wanaleta sehemu moja. Tuna staff wetu anarekodi kama ni roda ulileta lita ngapi, tunajumulisha kwa mwezi ni hii, tunakupa cha kwako, tunakata cha kwetu. Ndio hivyo tunavyojenga. Okay. Na hiyo kina mama hiyo kuja kama familia ni nyingi. Ndio. Sasa labda mpaka sasa hivi au ambao mmewatengeneza wakishakuwa tunaanza program na watu wengine kwa mwaka, labda mko na program hiyo kwa muda gani? Sisi hii program ni endelevu. Hatuna kwamba tulishamalizana na roda tunakukata, hapana. Mwingine kuna ambao tulianza nao ng'ombe moja akaonja asali. Sasa hivi kuna watu wana ng'ombe hadi 10. Kwa siku moja mtu kuletea lita 250 ni kawaida. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa anaisikia milioni kama kipato. Sasa hivi ukimwambia atakwambia anaingiza zaidi ya milioni 7 kwa mwezi. Mmefanya kwa mkoa gani na mkoa gani? In fact tumefanya kwa mkoa wa Kagera, haswa wilaya ya Kyerwa, wilaya ya Karagwe, tumefanya hadi Muleba na Bukoba mjini. Hujaona kwamba hili ni wazo ambalo labda serikali inaweza ikalifanyia kazi, kwamba labda kwa namna mlivyofanya, mafanikio mlioyapata, serikali inaweza ikafanya kwa namna hiyo moja ama nyingine? Labda kwa hiyo mmepata support, hawajaamua kuwezesha, labda mkurugenzi akafikiria kupeleka mkoa mwingine? Kwa kweli hatuwezi tukalaumu serikali kwa sababu tumefanya bega kwa bega na serikali. Na kwenda mikoa mingine pia uitikio upo. Lakini changamoto ni kwamba labda tunaweza tukasema serikali za vijiji, halmashauri wengi bado wamekalia katika itikadi yao. Yaani serikali inaweza ikaleta uwezeshaji kwenye halmashauri, lakini watu watacheza na hiyo hela ya serikali. Lakini ukienda kuangalia halmashauri zilizosimama unapata kwamba kweli muhimko upo, na hii imekuja kupunguza vijana kuto kuzurura mtaani au kukimbia kwenda vijijini. Lakini sasa tunafanyaje? Lazima tupate nguvu ya serikali kwenye uongozi, lakini sio kifedha, kwa sababu serikali kwa kweli inatoa hela, lakini hizo hela nadhani kwenye monitoring zinafanya nini? Labda maono yako kama mtu uliyekaa kwenye sekta ya maziwa muda mrefu, kumekuwa kuna changamoto sana kwa mikoa mingine watu kuwa na uhaba wa maziwa, labda unahisi changamoto ni nini kwao? Changamoto ni mwamko wa watu kwenye ufugaji. Na ufugaji ni kitu rahisi kuliko vitu vingine vyote. Mbona wengine wanasema ufugaji ni ngumu sana? Ni mindset ya mtu. Lakini hamna kitu ambacho unaweza, yani ile ni body massage. Unajipea akili tulivu, mwili wako hauchoki. Lakini wengine anaona kwamba anaweza katoka kule kijana akaenda kufanya kazi ya umachinga Dar es Salaam. Lakini aliyemwacha pale akiwezeshwa vizuri atampata hayuko pale alipomwacha. Kwa hivyo ni muhimu tu kwenye uongozi na hasa watu husika. Watu husika nasema kwamba wanasiasa nao wao na wachangia vipi wananchi wao. Nimeona kuna fursa nyingine hii ya kuuza na kusambaza yogurt kama mnavyofanya kwenye 88. Labda kuna hii fursa kijana anaweza kutamani kufanya, au mwanamke au mtu yoyote akiwa mkoani, kwa sababu ni bidhaa ambayo, maziwa ni bidhaa ambayo inatumika na ni kitu ambacho kinajenga nguvu na ari kwa mwanadamu. Kwa hiyo utaratibu ukoje, labda kwa mtu anayetaka kuwa wakala, kuwa msambazaji wa maziwa haya, au kufanya biashara na nyie, kijana yeyote au mtu yeyote aliyoko mkoani? Nashukuru kwa hilo swali. Kweli sisi tunafanya tofauti na viwanda vingine. Ukija mkoa wa Mwanza, Geita, ukija wilaya Kahama, ukija Dodoma, tunakaribisha sana uwakala, kwa sababu
Sisi tunajikita kwamba tuwe na ofisi ya kuwahudumia wananchi karibu, lakini sio kwamba tuchukue soko lote. Kwa mfano ukija Mwanza sasa hivi tuna vituo vya kuuzia maziwa ambavyo havipungui 15, lakini vyote tunawezesha watu. Kituo ni kimoja tu ambacho kinawajibika kwenye kampuni kwa ajili ya management, lakini vituo vyote 14, kuna wakina mama wamefungua vituo, kuna vijana wamekuja wamefungua vituo, kuna watu ambao wazee wameona wawafungulie watoto wao waingie kwenye sekta na wanafanya vizuri sana. Unapata mtu alianza na kamtaji kake ka Laki5, lakini sasa hivi kumwambia milioni 3-4 kwa mwezi ni kawaida. Sasa sisi hiyo ndio program tulionayo, kwamba hatutaki kufanya biashara pekee yetu, tunawezesha na sehemu zingine. Kwa hivyo unaweza ukafika Mwanza ukasema Kahama Fresh mko kote, lakini ukija ndani ni Kahama Fresh, lakini chini ya umbrella tumewabeba watu. Yeah. Kwa hiyo mnatoa ajira kwa watu? Tunatoa ajira. Na mtu akitaka wakala anafanyaje? Labda vigezo na masharti? Vigezo vya wakala uwe sehemu ambayo hata wewe unaridhika kwamba wateja unawapata. Tutakagua jengo lako, tutakwambia vyokuwa navyo. Kwa mfano lazima uwe na friji kama hii hapa, au ndogo yake, hata kama ni ya mlango mmoja. Uwe na freezer, sehemu ya kuhifadhia, maana kwa sababu soko huwa lina kila siku, wakiwajua unapata linachangamka. Alafu sisi tunakupa kwa bei ya commission. Tunakupa bei ndogo, unauza kwa bei ya kawaida ya mtaani kwa kampuni yoyote hiyo, ili wale wasione kuna utofauti wako wewe na Kahama Fresh au na kampuni nyingine. Ndio. Asante.